Kufuatia vurugu zilizofanywa na baadhi ya watu wakati wa uchaguzi mkuu wa Tanzania Oktoba 29 mwaka 2025, mamia ya watu wanatuhumiwa kusababisha vifo, uharibifu wa mali za Chama cha Mapinduzi CCM na mali za watu binafsi, na kusababisha kadhia hiyo wamefikishwa mahakamani katika mikoa anuai nchini Tanzania na kufunguliwa mashtaka yaliyohusianishwa na maandamano yaliyotatiza muktadha mzima wa uchaguzi huo uliofanyika juma la mwisho la mwezi Oktoba mwaka 2025. Kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na vyombo vya habari vikiwemo BBC na DW kuhusu idadi ya umati wa watu uliotiwa nguvuni, imetaja kuwa katika jiji kuu la kibiashara la Dar es Salaam, watu 240 ambao tayari wamekwisha pandishwa kizimbani na kufunguliwa mashtaka ya uhaini na uhalifu. Katika jiji la pili kwa ukubwa la kibiashara Mwanza, watu 172 walipandishwa mahakamani na kusomewa mashtaka ya unyang'anyi kwa kutumia silaha, kuchoma moto na uharibifu wa mali, na watu 10 wameshtakiwa katika mkoa wa Kigoma. Aidha, makao makuu ya nchi jijini Dodoma, watu 25 wamefunguliwa mashtaka. Miongoni mwa mashtaka hayo ni uhaini na wengine wameshtakiwa kwa uharibifu wa mali. Kwa upande wa mfanyabiashara Jennifer Joven maarufu kama Nifa, pia ameshtakiwa kwa uhaini. Pia anashtakiwa kwa uchochezi wa kuhamasisha umma kununua barakoa za kuzuia moshi wa kutoa machozi wakati wa maandamano ya kupinga uchaguzi mkuu mwaka 2025, huku gumzo kubwa zaidi mwishoni mwa juma lililopita ilikuwa ni mama mzazi wa Nifa kuangua kilio hadharani akimwangukia Rais Samia akimwombea msamaha mwanae Nifa kwamba anajuta na amelitambua kosa lake. Anatumiwa kutenda kosa hilo katika maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kati ya Agosti 1 mpaka Oktoba 24, 2025. Kwa mujibu wa sheria za Tanzania, mashtaka ya uhaini hayana dhamana na hukumu yake kwa atakayekutwa na hatia ya uhaini ni kunyongwa hadi kufa. Ingawa taarifa za kuaminika zinaripoti kuwa Tanzania haijatekeleza hukumu ya kunyonga tangu mwanzoni mwa mwaka 1990. Katika maandamano yaliyodumu kwa takribani siku zisizopungua 3 kuanzia Oktoba 29, 2025, siku ya uchaguzi, watu kadhaa wamejikuta katika tufani na wengine kupoteza maisha, huku sababu na chanzo cha vurugu ikitajwa ni kutaka mabadiliko yafanyike kabla ya uchaguzi mkuu. Wakati huo serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan ikiahidi kufanya maridhiano ya kitaifa ndani ya siku 100 mara baada ya kukamilika kwa uchaguzi mkuu. Hata hivyo, makisio na macho ya wengi ikiwemo taasisi za kidini, mashirika ya nje na ndani ya nchi pamoja na asasi za kiraia ni kwamba mamlaka za serikali pale zitakapokuja na tathmini ya madhara kutokana na wimbi la maandamano hayo makubwa zaidi kuwahi kutokea Tanzania tangu uhuru uliopiganiwa na Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, ni ukweli usiopingika kwamba maandamano hayo yalianzia jijini Dar es Salaam na kusambaa katika maeneo mengine ikiwemo Arusha, Mwanza, Mbeya, Dodoma, Shinyanga, Kigoma na maeneo ya mikoa mingine. Yamesababisha uharibifu mkubwa wa miundombinu ya umma na binafsi ikiwemo vituo vya polisi, ofisi za umma zikiwemo za chama tawala CCM na vituo vya mafuta na maduka kadhaa ya wananchi ikiwemo wasanii maarufu wa Bongo Flava na waigizaji. Hii ni BMTV Tanzania.